Baraka yaadhimisha siku ya mazingira duniani kwa vitendo vya usafi na uhifadhi wa ziwa Tanganyika. Ujambo mpendwa mtazamaji wa Linda TV Media popote ulipo, nite Juma Masuku na kukaribisha rasmi kuweza kufuata taarifa yetu habari kwa kifupi. Baraka, tariki 12 Juni mwaka 2026, ingawa ni siku ya mazingira duniani kuadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Juni, wakazi wa mji wa Baraka wameadhimisha rasmi leo hii tariki 12 Juni mwaka 2026 kwa kufanya shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika maeneo tofauti ya mji huo. Maadhimisho hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu isemayo Ensemble contre la pollution plastique pour la préservation du lac Tanganyika, ikimaanisha pamoja dhidi ya uchafuzi wa plastiki kwa ajili ya kuhifadhi ziwa Tanganyika. Kauli mbiu hiyo inalenga kuhamasisha jamii kupunguza matumizi holela plastiki na kulinda mazingira ya ziwa Tanganyika ambalo ni miongoni mwa rasilimali muhimu za asili kutoka eneo hilo. Shughuli za maadhimisho zilihusishwa katika kazi za salongo ambazo zinafanyika kila siku ya Ijumaa katika mji wa Baraka. Wakazi, viongozi wa jamii na wadau mbalimbali walitokeza kwa wingi kushiriki katika usafi wa mazingira, kukusanya taka na kuondoa uchafu katika mitaa na maeneo ya umma, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza mazingira safi na salama kwa wananchi. Maadhimisho hayo yalisimamiwa na shirika la Caritas kupitia mradi wa Ecorsik kwa ajili ya Umoja wa Ulaya Union Europeenne pamoja na washirika wake AFC na HDS. Mradi huo unalenga kuimarisha usimamizi wa taka, kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kukuza uchumi wa mzunguko katika jamii. Akizungumza wakati wa shughuli hizo, kiongozi wa mradi wa Ecorsik Mosh Olivier alisema anafurahishwa na maendeleo yanayoonekana tangu kuanza kwa mradi huo. Alibainisha kuwa wananchi wa Baraka wameanza kuelewa kwa kiwango kikubwa umuhimu wa kutunza mazingira, kusimamia taka kwa usahihi na kushiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. Tunafurahi kuona jamii imeanza kubadilika. Wananchi wengi sasa wanaelewa umuhimu wa kutunza mazingira, kutupa taka katika maeneo sahihi na kushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira. Hii ni hatua kubwa kuelekea mji safi na mazingira bora kwa wakazi wa sasa na wajao, alisema Mosh Olivier. Aidha, aliwashukuru wakazi wote waliojitokeza kushiriki katika maadhimisho hayo na kuungana katika kampeni za kukusanya taka kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Baraka. Alisitiza kuwa ushiriki wa wananchi ni msingi muhimu katika mapambano dhidi ya uchafuzi wa mazingira, haswa uchafuzi unaosababishwa na taka za plastiki. Maadhimisho haya yameonyesha dhamira ya wakazi wa Baraka kushiriki kikamilifu katika juhudi za kulinda mazingira na kuhifadhi ziwa Tanganyika, huku yakitoa ujumbe kwamba utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi na si la taasisi pekee. Pia tutakwenda kumfuata kiongozi wa vijana ndani ya mji wa Baraka, Maitre Malembewe Cop de Gaulle, ambaye na alihusika katika kazi hizi za kuweza kukusanyisha taka siku hii ya leo. Naitwa Mosh Olivier, mimi ni chef de projet Ecorsik ku ngambo ya Caritas. Asante, journée ya leo tunaita ni journée, tulicelebre journée mondiale de l'environnement. Normalement inakuwa célébrer le 5 juin, mais tukatia kusiku ya leo pour que tufanye événement environnemental pamoja na association de sensibilisation environnementale pour que tulokote machupa plastique ile fasi mbili u rivière Mwemezi na kulak Tanganyika. Nia ni kusensibiliser population à travers kazi yenye tunafanya. Muradi Ecorsik normalement ina visé sensibilisation ya batu ba changer mentalité par rapport à la gestion des déchets. Siku tena kutumia na kutupa, hapana. Utumie kisha unakonsome kitu iko ndani, kisha ile buchafu ile butei itaweza tumikishiwa mambo mengine. Ndio tunaita ekonomi circulaire. C'est-à-dire isikwe ni kunywe, ni tupe, hapana, ni kunywe, nitumikishe tena ikuwe kitu kingine.
Ndio maana tulifanya ile kazi, tuimize watu à travers kazi tulifanya. Buchafu plastique haiko ya kutupa, non seulement parce que inaharibu mazingira la Tanganyika, mais aussi parce que ni opportunité itezaleta franka, ndio tunaita économie circulaire, na ndio maana ya EcoCirque ndio kifupi ya économie circulaire. Et le thème ya journée mondiale ilikuwa la terre nous donne un signal d'alerte, c'est-à-dire dunia, udongo, mazingira inatualerte que danger iko, na ndio si tukatia thème tu protéger ensemble les lacs Tanganyika à travers la gestion des déchets. C'est ça le thème. La terre nous donne des signaux d'alerte. C'est-à-dire il faut tujihadhari pour que tusitombe hii dunia na risque kuisha après quelques années kama watu abashanje manière ya kuisha. Kamati ya vijana jijini Baraka, wengine wanaita kwa lugha ya Kimombo Conseil Urbain Jeunesse, CUJ en sigle. Ya kwamba leo ni siku tumesherekea sikukuu ulimwenguni ya mazingira wala journée mondiale ya environnement, na sisi kama vile kamati kuu ya vijana jijini Baraka tukishirikishana na mashirika za vijana ambazo zinahusika na mambo ya mazingira jijini Baraka, ndo leo tunakutanana hapa ku beach ibas kuangalia koma kusafisha mazingira yetu. Na hapa ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulikuwa kwenye kilalo ya Mwemezi, tumesafisha pale, na tumekuja malizia hapa ku beach ibas. Ni hiyo kadre ya sikukuu ya mazingira ulimwenguni, na ndio maana tunapatikana hapa. Sisi kama kamati ya wamama wa femme déplacée tuliona tujijumlishe pamoja na wa vijana na EcoCirque na Caritasi kwa ajili ya usafi ndani ya jiji letu la Baraka. T-shirt ambayo tumevalia hapa, hii ndiyo kamati ambayo inatusaidia kwa ajili ya vyombo vya kufanya usafi, na inatusaidia kwa kutupatia ma t-shirt kama vile maga, kashne na chapeau, ndio inatusaidia. Ni Caritasi inachangana pamoja na EcoCirque. Mimi naweza kuambia wamama wa jiji la Baraka kwamba kitendo hiki kimefanyika, wanaokifanya ni wanaume, na japo sisi wanawake ndio tunajihusisha na kufanya usafi. Kwa hiyo kila mwanamke yeyote ambaye anajua anatupa uchafu ovyo ovyo aache. Unakamata uchafu natia ndani ya saki, ukitia msaki, vendredi kuko gari iko nakuja na somba uchafu. Unakamata tu uchafu yako shapakiza msaki, vendredi unatukuta pale kumeri, tutakuoriente kwenye uchafu, tutaipeleka juu gari ipeleke ndetia mali usika.